Bwana, leo ni siku nyingine, wafuatiliaji na wapenzi wa kereketwa wa Uncle Jay Simulizi, tunakutana hapa kwenye hii sehemu ya 12, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love kutoka kwake Said JR. Mimi sina haja kujitambulisha, naitwa Uncle Jay, japo tayari nimeshajitambulisha. Sasa bwana, katika sehemu iliyopita, kama utakumbuka vizuri, kwenye sehemu ya 11, tulishia pale ambapo kulikuwa kuna kiza kizito. Tunataka kujua, je, aliyemteka Hafsa ni nani? Au Hafsa alijiteka mwenyewe? Lakini vipi kuhusiana na huu mgogoro kati ya Eliana na Victor? Hawa watu wataoana kweli? Hiyo ndio itakuwepo kweli? Mimi naye hatujui. Basi karibu leo tupate kujua hasa kile kilichoendelea baada ya mambo yote haya kutokea. Karibu sana kwenye sehemu ya 12, mzigo wa Sweet Love. Story tamu kweli kweli. Bwana, karibu ndugu yangu. Majira ya jioni kali yenye upepo mwanana wa bahari kutokea upande wa mashariki. Gari jeupe la kifahari aina ya Lexus lenye nembo ya serikali liliingia taratibu kupitia geti la ikulu. Walinzi waliopanga mstari pembeni walitoa saluti ya heshima. Mlango wa nyuma ukafunguliwa na Victor alishuka akiwa amevalia suti ya buluu iliyokuwa imempendeza sana. Uso wa Victor ukiwa umejaa mchanganyiko wa wasiwasi, hofu na ukakasi. Hatua zake kuelekea jengo kuu zilikuwa ni nzito, kana kwamba alikuwa anaelekea kwenye ukumbi wa hukumu. Alipofika ndani, aliunganisha moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya rais. Mlango ambao mweusi uliokuwa umeandikwa kwa maandishi ya dhahabu, Office of the President, ulifunguliwa na msaidizi wa rais. Victor aliingia ndani kwa heshima, akasimama huku akisubiri idhini ya kuketi. Na ndipo Mheshimiwa Rais hakuwa mtu wa maneno mengi, alimtazama Victor kwa muda mrefu kwa macho makali yaliyokuwa hayana tabasamu wala huruma. Ofisi hiyo ilikuwa kimya sana, ukimya wa kutisha. Victor, Rais alianza kwa sauti ya mnyofu. Nimekuita hapa sio kama mtoto wa waziri mkuu, wala sio kama mwanaume wa familia ya kisiasa. Nimekuita hapa kama mchumba wa binti yangu. Unajua maana ya nafasi hiyo, si ndio? Naam, Mheshimiwa Rais. Nimepata taarifa ya kwamba hali yako ya kihisia dhidi ya Eliana haijawa thabiti. Unamchukulia binti yangu kama mzigo kwenye maisha yako. Labda nikuulize swali. Ni kweli unampenda binti yangu Eliana? Naam. Swali hilo lilikuwa ni gumu sana kwa kijana Victor. Lakini hata hivyo, kwa kuzingatia mtu aliyekuwa amemuuliza swali hilo, alijikuta kijibu kwa haraka tu. Ndio mheshimiwa. Nampenda sana binti yako. Mheshimiwa Rais alivuta pumzi na kisha akasema, sasa basi, kama kweli unampenda Eliana, nimefanya maamuzi kwa ajili yetu. Kufuatia hiki kinachoendelea hapa nchini, kama wanasiasa wa upinzani watagundua chochote kuhusu Hafsa na tukio la kutekwa, moja kwa moja watajaribu kutumia hili jambo kama silaha kuchafua serikali yangu, kitu ambacho kinaweza kuzua sitofahamu kwa raia. Sasa basi, uamuzi wangu ni huu. Mtafunga ndoa kesho mchana, na jioni mtasafiri nje ya nchi kwa ajili ya fungate. Mtakaa huko mpaka swala hili la Hafsa litakapokuwa limeisha. Nadhani tumeelewana, Victor. Hapo Victor alidua. Hakuelewa afanye nini kwa wakati huo, zaidi tu ya kukubaliana tu na Mheshimiwa Rais. Rais hakuonekana kuwa na mzaha katika maneno yake. Kauli yake ilikuwa ni amri. Hivyo Victor hakuwa na namna nyingine zaidi ya kuipokea kama ilivyokuja. Msikilizaji, Victor aliporudi nyumbani kwake, aliwakuta wazazi wake wakiwa wanamsubiri. Kwa hali aliyokuwa nayo, tayari wazazi wake walielewa ni nini ambacho kinamsumbua. Mama yake alimshika begani na kisha kwa upole akamwambia, kijana wangu, najua hili swala ni gumu sana kwako, lakini hii ni kwa faida yako kijana wangu. Mama, unazungumzia faida? Faida gani mama? Mama,
Yule binti sio mtu mzuri hata kidogo. Anaringia tu ule uzuri wa muonekano, lakini tabia yake mama ni mbaya mno. Eliana ana tabia mbaya mama. Yeye ndiye aliyemteka Hafsa, alafu bado mnataka mimi ni moe Eliana. Kweli mama? Mwanangu Victor, naelewa hofu na hasira yako, naelewa. Lakini kimsingi bado hakuna uthibitisho wa Eliana kuhusika na hilo. Mama, unasema uhusiano hauwezi kuwepo? Kwa hadhi aliyokuwa nayo Eliana, hakuna polisi wala shahidi atakayeweza kujaribu kusema ukweli mama. Lakini mhusika ni Eliana. Kama aliweza kujifanya house girl, unafikiri atashindwa kumteka mtu? Msikilizaji, Profesa Mazanda, baba mzazi wa Victor, kwanza alivuta pumzi ndefu na kisha akasema, sikiliza Victor kijana wangu. Naelewa hofu yako, lakini hebu jiulize swali moja tu, kwa nini Eliana kafanya yote haya? Utagundua jibu ni moja tu, kafanya haya kwa sababu anakupenda. Unapaswa kutambua kijana wangu, ndoa inayodumu kwenye maisha ni ile ambayo inaundwa na mwanamke shupavu na mwenye mapenzi ya kutosha kwa mumewe. Haya, kama kafanya makosa huyu binti, bado amefanya yote hayo ili apate penzi lako. Huone kwamba ni hazina ambayo unaipata kirahisi tu kijana wangu? Na kama hiyo haitoshi, yule binti ni mtoto wa rais. Kitendo cha wewe kuunga undugu na rais ni fursa kwa maisha yako yajayo. Huwezi kufa njaa kijana wangu. Kwa nini hulioni hilo? Na siku zote ukipendwa na mwanamke, ndoa yako itakuwa mteremko tu mwanangu. Baba, mama, nilitegemea mtakuwa mstari wa mbele kupinga hii ndoa kwa sababu itaninyima uhuru mimi mtoto wenu wa kuishi maisha yangu. Lakini kwa kuwa nyie pia mnaunga mkono hii ndoa, sawa. Sawa. Nitawapatia hiyo ndoa mnayotaka, lakini kaeni mkijua huyo binti ataishi magumu. Ataishi maisha magumu sana na mimi. Na sitajali yeye ni mtoto wa nani au ana wadhifa gani, lakini nawahakikishieni, kwa sababu mnalazimisha ni muoe huyu mtoto wa rais, nawaambia ataishi maisha magumu sana kwenye ndoa hii. Naam. Victor baada ya kusema vile alisimama na kisha alienda chumbani kwake, huku akiwaacha wazazi wake wakimtazama tu. Majira ya usiku, anga la ikulu lilikuwa kimya, huku upepo mwanana ukizikumbatia kuta za majumba ya kifalme. Mbalamwezi ilitua taratibu juu ya dari la chumba cha kifahari cha Eliana, ikimimina mwangaza wa fedha uliotuliza kila kitu ndani ya chumba kile, isipokuwa moyo wa binti wa rais, Eliana Sarungi. Eliana alikuwa amelala kifudifudi kitandani, akiwa amevaa kitenge chepesi cha hariri kilichokuwa kimeambatana na nguo za ndani za kuvutia alizokuwa akizivaa kwa mazoea. Lakini tofauti na siku nyingine, leo Eliana hakuonekana kutulia kabisa. Kila baada ya dakika chache aligeuka upande mwingine, macho yake yakiwa yako wazi yakitazama dari kana kwamba yalikuwa yakisoma maandiko ya siri kuhusu kesho. Kesho, alijisemea kimoyomoyo huku akitabasamu. Kesho nakwenda kuwa mke wa Victor. Hatimaye ndoto yangu inakwenda kutimia. Alinyanyuka taratibu kutoka kitandani na kuelekea dirishani, akaisogeza pazia polepole na kuchungulia nje. Bustani ya kifalme iling'aa kwa taa ndogo ndogo zilizokuwa zimepangwa kwa umaridadi kuzunguka maua ya kila aina. Ilikuwa ni mandhari ya amani, lakini ndani ya moyo wa Eliana kulikuwa kuna kelele za furaha isiyozuilika. Alikumbuka maneno ya mama yake muda mchache uliokuwa umepita alipomkumbatia na kumwambia, sasa umefika mahali pa furaha ya maisha yako. Moyo wa mwanamke unapotulia kwa mume anayempenda, dunia nzima hunyamaza. Eliana alijikuta akishika kifua chake kwa mikono miwili, akihisi mapigo ya moyo wake yakipiga kwa kasi ya furaha. Sijui Victor naye analala ama anawaza kama mimi ninavyowaza, alijisemea kwa sauti ya chini, akitabasamu mwenyewe. Aliamua kukaa kwenye kochi dogo lililokuwa karibu na dirisha, miguu yake ikiwa iko juu ya blanketi laini. Alianza kuzungumza na nafsi yake mwenyewe.
Victor, sijui hata kwa nini nakupenda hivi. Wakati mwingine najihisi mimi ni mjinga, lakini siwezi kujizuia. Nimevumilia mengi, nimetukanwa, nimepoteza heshima yangu, nimeingia kwenye hatari kubwa kwa ajili yako. Lakini leo kila kitu kinafutwa na kuanza maisha mapya ya ndoa. Eliana alifunga macho kwa muda mfupi, akijaribu kuota ndoto akiweko macho. Aliona harusi yao ikiadhimishwa katika viwanja vya Ikulu. Viongozi wakuu wa serikali, mabalozi na wageni wa heshima kutoka mataifa mbalimbali wakiwa wameketi kwenye viti vya dhahabu wakishuhudia binti wa rais akiolewa na mwanaume wa ndoto zake. Mwanaume wa kawaida kabisa, lakini aliushikilia moyo wake. Eliana hakuona aibu wala majuto. Hata baada ya kupita misukosuko ya tuhuma na maumivu ya kihisia, bado moyo wake ulikuwa na nafasi moja tu, Victor. Eliana aliangalia saa yake mkononi. Ilikuwa ni majira ya saa 5 kasorobo. Mbona usiku huu unaenda polepole hivi? Eliana aliwaza hivyo. Kila dakika ilionekana kama saa nzima. Alitamani asubuhi ifike mara moja ili asikie wimbo wa harusi, aone gauni lake jeupe lililowekwa tayari na wabunifu mahiri kutoka Italia, aone macho ya Victor yakimtazama kwa heshima na mapenzi mbele ya umati. Eliana alisimama na kuanza kuzunguka chumbani taratibu. Alisimama mbele ya kioo kikubwa na kisha akawa anajiangalia. Uso wake uliakisi mng'ao wa msichana aliyejawa na matumaini. Eliana alisogea karibu zaidi, kisha kwa sauti ya chini kama anayejinong'oneza akasema, kesho sitakuwa Eliana tu, nitakuwa Mrs. Victor, nikiwa ndani ya upendo wa kweli. Kwa mara nyingine alijikuta kitabasamu. Furaha ilimzidi, akashindwa kabisa hata kulala. Alijua fika maisha yake yamebadilika. Yale yaliyopita yalikuwa ni mafunzo, lakini kesho ni mwanzo mpya, mwanzo wa hadithi ya ndoa ambayo dunia itaiandika. Usiku huo Ikulu yote ililala, isipokuwa moyo wa binti mmoja aliyekuwa akisubiri mapenzi ya maisha yake kuhalalishwa mbele ya dunia nzima. Msikilizaji, asubuhi ilipowadia, ilijitokeza kwa utulivu wa ajabu katika mazingira ya kifahari ya Ikulu, ambapo kila kitu kilionekana kuwa kimetulia isipokuwa mioyo ya watu waliokuwa wanaishi ndani yake. Ndege waliimba kwa sauti ya matumaini na mwangaza wa jua ulijikaza kuingia taratibu kupitia mapazia dhahabu ya chumba cha Eliana. Ndani ya chumba cha Eliana, unaambiwa Eliana alikuwa amelala kifudifudi akiwa amechoka baada ya siku kadhaa za msukosuko wa kihisia. Alikuwa kaamua kurudi nyumbani kwao baada ya kukumbana na mfululizo wa maumivu kutoka kwa Victor, mwanaume aliyekuwa anampenda kwa dhati, lakini pia mwanaume ambaye hakuwa na dalili hata chembe za kumrudishia mapenzi yake. Mlango wa chumba chake Eliana ulifunguliwa kwa taratibu. Harufu ya marashi ya kifahari ya mama yake ilitangulia kabla hata hajajitokeza. Mama huyo, mama mzuri aliyeficha busara nyingi ndani ya muonekano wake wa kifalme, alimsogelea binti yake akiwa na uso tabasamu, tabasamu lililofichwa na wasiwasi mkubwa. Eliana, binti yangu. Sauti yake ilisikika taratibu, akimtikisa kidogo kwenye bega. Amka malkia wangu, leo ni siku nyingine nzuri. Eliana aligeuka taratibu, macho yake yakiwa bado mazito na nyuso usingizi uliolala juu yake. Alipotazama uso mama yake, alicheka kidogo kama mtoto mdogo aliyeota ndoto nzuri. Mama shikamoo, alisema kwa sauti ya kunong'ona. Marhaba binti wa kifalme, mama yake alijibu huku akimsogezea glasi ya maji. Haya, amka uoge, tule pamoja na kisha tuzungumze kidogo. Baada ya muda mfupi, Eliana alikuwa tayari ameshaketi sebuleni, akiwa amevalia gauni ya hariri yenye rangi ya samawati iliyompendeza kweli kweli. Mama yake
alimkazia macho binti huyo kwa muda mrefu na kisha akasema kwa sauti ya upole lakini yenye uthabiti, Eliana, nakuomba uniambie ukweli. Je, kweli unataka kuolewa na Victor? Hapo Eliana alinyamaza kwa muda, macho yake yakielekea dirishani alipokuwa akitazama bustani ya maua ambayo mara nyingi alitumia kutulia mawazo yake. Kisha aligeuka kumtazama mama yake. Ndiyo mama, nataka kuolewa na Victor mama, alijibu kwa sauti isiyo na hofu. Mama yake alitikisa kichwa polepole na kisha akamwambia, lakini mwanangu, huyu kijana huoni jinsi anavyokutenda? Hakujali hata siku moja, na kila siku ni lawama, kila siku ni kukupuuza. Siogopi hadhi yake wala cheo cha familia yao, na hofia moyo wako binti yangu. Mama, naelewa. Nasikatai kwamba Victor ni mgumu na pengine hajanipenda bado. Lakini najua kuna kitu ndani yake. Kuna upande wake ambao bado haujafunguka. Nimeuona, hata kama ni kwa sekunde chache tu mama. Mama yake alimtazama kwa muda binti yake, macho yake yakiwa na mvua ya maswali. Mwanangu, lakini unajua mapenzi hayawezi kuwa ni ya upande mmoja tu. Sijui unaelewa Eliana? Mapenzi ni muungano wa mioyo miwili. Wewe peke yako huwezi kujenga jumba la ndoa. Mama, sihitaji Victor nipende leo. Sitaki afanye hivyo kwa sababu ya ndoa. Mimi nitangoja. Nitampenda mpaka atajifunza kupenda. Nataka umpe tu baraka zako mama. Mengine yote hayo mimi nitayavumilia. Maneno hayo ya Eliana ilimgusa sana mama yake. Alimwangalia binti yake akatambua kwamba moyo wake hauko tayari kuachilia. Alimwona Eliana aliyokoma, ambaye mapenzi alimfanya kuwa jasiri na mwenye imani hata mbele ya hatari na maumivu. Mwanangu, kama baraka zangu unazozitaka basi nitakupa, kwa sababu sitaki moyo wako ufe kwa mateso ya ukimya. Lakini binti yangu, hebu niahidi jambo moja tu. Ukiona Victor anakuvunja kwa kiasi ambacho moyo wako unakufa, hebu niambie. Usijitoe kafara kwa mapenzi ya upande mmoja. Eliana alijikuta kitabasamu kwa huzuni. Aliinuka na kumkumbatia mama yake kwa nguvu. Mama, nakuahidi siku moja Victor atanipenda. Mama yake alifumba macho akiwa kwenye mikono ya binti yake. Alitamani hilo liwe la kweli. Alitamani mwanaume huyo ambaye binti yake alimpigania naye aone basi thamani ya moyo wa dhahabu kama Eliana. Lakini alijua kabisa dunia haikuwa ya haki kila wakati, na kwa binti wa rais aliyekataa mapenzi ya kifalme kwa ajili ya moyo usioeleweka, mapenzi yao yangeweza kuwa zawadi au sumu taratibu. Dakika chache baadaye Eliana alikuwa amesimama mbele ya kioo, akiwa bado kwenye bathrobe yake ya hariri ya rangi ya dhambalau nyepesi. Nywele zake zilikuwa zimefungwa juu kwa kifundo rahisi. Alikuwa kitabasamu kimya kimya, tabasamu lile la mtu aliyejaa amani, upendo na matarajio. Grace, hebu unaona kama bado naota? Aliongea kwa sauti taratibu, macho yake kikodolea uso wake kwenye kioo. Hii siku hatimaye imefika. Nakwambia hata moyo wangu pia haupo kwenye utulivu kabisa. Grace, msaidizi wake wa karibu, alikuwa amesimama nyuma yake akiwa ameshikilia mfuko mdogo wa vipodozi na vifaa vya nywele. Eliana, unajua kila mwanamke hutamani siku kama hii, lakini wewe sio tu unaolewa na mtu uliyempenda toka mwanzo, hata kama mlipitia nyakati ngumu. Eliana alicheka kwa sauti ya furaha na kisha aligeuka kumwangalia Grace. Grace, na bado baada ya hii ndoa nitamfanya Victor nipende kuliko kawaida. Lakini leo hii, mchana huu, atasema mbele kila mtu ya kwamba mimi
ndiye niliteka moyo wake. Grace alicheka huku akianza kumsaidia kuvaa viatu vya rangi ya fedha. Madam, twende saluni, wasije wakakupotezea muda. Leo tutakufanya malkia wa kila malkia aliyewahi kutembea duniani. Wakiwa wamevaa marinda mepesi, walitoka nje nyumba hiyo kifahari ambayo tayari ilikuwa imepambwa kwa maua meupe na waridi. Walikuwa kwenye gari jeusi aina Range Rover na dereva akalichomoa kwa taratibu kutoka langoni huku walinzi wakifungua pale mlango kwa heshima kubwa mno. Eliana alichungulia dirishani, macho yake yakigusa mandhari ya jiji alilokuwa ameamka kwa haraka. Lakini ndani yake alihisi dunia imesimama kidogo kwa ajili yake. Kila kitu kilikuwa kimya kwake isipokuwa sauti ya moyo wake uliokuwa ukipiga kwa furaha. Walipofika saluni, walisalimiwa kwa furaha kama malkia wa kweli. Wafanyakazi wa saluni walikuwa tayari, kila mmoja akiwa na ratiba ya kazi yake. Mwingine nywele, mwingine uso, mwingine kucha. Kila hatua ilipangwa kwa ustadi. Hakuna kosa linaloruhusiwa kwa siku kama hii. Wakati nywele zake zikiwekwa rollers, Eliana alifumba macho, alivuta pumzi ndefu na kisha akasema kwa sauti ya chini, Victor hajanijua bado. Leo nitatokea kwa namna ambayo hata kwenye ndoto hajawahi kunifikiria. Grace alimsogelea na kumkumbatia kwa upole. Na atakapokushika mkono mbele ya madhabahu, atajua amepata baraka aliyokuwa akiipuuza kwa muda mrefu. Hapo Eliana alifumba macho yake na kutabasamu kwa furaha isiyokuwa na kifani. Leo mimi sio tu binti wa rais. Leo mimi ni malkia wa moyo wa mtu alinifanya nijue thamani ya kusubiri, alisema Eliana na kisha akafumba macho kwa upole. Akaiacha furaha hiyo impitishe kwenye kila hatua ya maandalizi ya ndoa yake. Baada ya kumaliza kuandaliwa, walirudi ikulu. Walipofika getini, walinzi walijipanga langoni kwa heshima. Mlango wa gari ulifunguliwa na kisha Eliana akashuka kwa utulivu wa kifalme. Nguo yake harusi ilikuwa haifanani na ya mwanamke mwingine yeyote. Ilikuwa ni gauni refu jeupe lililobuniwa mahususi kwa ajili yake. Kitambaa cha hariri kilichofumwa kwa mikono kikiwa kina mapambo ya mawe ya thamani yaliyometameta kwa ustaarabu. Kila hatua aliyopiga Eliana, gauni hilo lilicheza mithili ya mawimbi ya bahari. Nywele zake zilikuwa zimepangwa kwa umaridadi wa hali juu, zikiwa zimekusanywa nyuma kwa kifundo cha kifalme, na upande mmoja zikimwachia vishungi vidogo vidogo vilivyokuwa kwa ulegevu wa kimahaba. Alivalia hereni ndogo zenye almas na shingo yake ilikuwa huru, haikuhitaji chochote kuongeza uzuri wake. Alikuwa tayari. Grace alitelemka naye akiwa amebeba kipande cha gauni, asije akakikanyaga mwisho siku akadondoka. Lakini macho yote yalikuwa kwa Eliana. Mlango mkubwa wa kuingilia ikulu ulifunguliwa na alipokanyaga chini ya paa la ukumbi mkuu, aliikuta familia ya Victor ikisimama upande mmoja wakiwa wamevaa mavazi ya heshima wakisubiri muda wa kuondoka kuelekea kanisani. Kwa upande mwingine walikuwapo rais mwenyewe na mkewe, wazazi wa Eliana, wakiwa wamejipanga kwa furaha isiyoelezeka. Lakini macho ya Eliana hayakuangalia wote hao kwanza. Yaliangukia kwa Victor. Alikuwa amesimama mbali kidogo akizungumza na binamu yake Duncan, akiwa amevalia suti rasmi ya harusi, suti yenye rangi ya cream, tai nene ya dhahabu iliyofungwa kwa ustadi na kiatu cha ngozi kilichong'aa mithili ya kioo. Alionekana ni mnyofu, mtulivu na kama kawaida yake mwenye sura ya mtu anayekaribia kusema kitu cha dharau. Lakini kwa muda huo Victor, kila dharau iliyeyuka. Alichukua sekunde chache kabla hajamwona Eliana na kisha macho yake yakakutana na macho ya Eliana. Victor alisimama pale pale kama vile dunia nzima ilikuwa imesimama. Alikodoa macho kwa sekunde kadhaa bila ya kusema neno. Kinywa chake kidogo kilifunguka kwa mshangao, akipumua taratibu kana kwamba amekiona kitu ambacho hakijawahi kuwepo kwenye huu ulimwengu. Muda wote huo Eliana alikuwa akimkaribia kwa mwendo wa taratibu, huku tabasamu lake likiwa limetulia mdomoni, tabasamu lisilo na nguvu nyingi lakini lenye ujumbe mzito. Victor alijikuta akimwangalia Eliana kuanzia chini na kisha akapandisha macho taratibu mpaka juu. Akajivinjari kwa mapana kila sehemu ya gauni, mpangilio wa nywele, uso wake uliofinywa kwa makeup kwa ustadi usiokuwa na mfano, hadi pale macho yao yalipokutana tena.
Yaani hivi huyu ni Eliana? Alijisemea kwa sauti ya chini kiasi kwamba binamu yake Duncan alimsukuma bega na kusema kwa utani, ni yeye bwana, sio roho ya malkia wa zamani, huyo ndo Eliana sasa. Victor hakujibu kitu, badala yake alisogea hatua moja mbele kana kwamba alikuwa anavutwa na nguvu ya ajabu. Mikono yake ilicheza, alijikuta akigusa tai yake kana kwamba inamkaba. Alivuta hewa kwa nguvu na kisha akaipuliza taratibu. Umeamua kuniua leo kabla hata ndoa yenyewe. Alimulika kwa sauti ya kujizuia, sauti ya mtu aliyechanganyikiwa kihisia. Eliana alicheka kidogo, tabasamu lake lilizidi kupanuka na macho yake kimwangalia kwa utulivu wa mtu anayejua alichonacho. Alipomfikia, alisimama mbele yake, karibu sana, lakini bila kumgusa. Victor, uko tayari? Aliuliza kwa sauti taratibu lakini yenye nguvu ya ajabu ndani yake. Victor alitabasamu kwa mara ya kwanza hiyo siku, kwa namna tofauti kabisa. Tabasamu la mtu aliyekubali kushindwa, sio kwa hofu wala nguvu, bali kwa uzuri wa ajabu ambao hauwezi kuelezeka kwa maneno. Nipo tayari, alisema Victor huku akimtazama kichwani Eliana mpaka miguuni. Eliana alipendeza bwana. Lakini sasa sina hakika kama nitadumu. Hivi nitaendelea kweli kuweza kuishi karibu na wewe siku zote na nisiwe kichaa? Victor, kwa nini uwe kichaa? Au kisa umepagawa na muonekano wangu wa leo? Anyway, huu ndo mtihani wa ndoa yetu, kuishi na mimi milele. Familia ya Victor ilianza kupiga makofi ya furaha na msisimko. Grace alishika moyo kama mtu aliyeguswa. Mama wa Victor alijifuta machozi kwa haraka, huku baba yake akisema kwa sauti, mwanangu leo kapata zaidi ya alivyostahili. Wakati wote huo, msikilizaji, Mheshimiwa Rais alikuwa yuko kimya, lakini uso wake ulionyesha tabasamu la kuridhika. Alimwangalia binti yake kama vile hakuwahi kumjua kabisa. Leo alikuwa ni mwanamke mzima aliye tayari kwa maisha mapya. Karibuni wote kwenye msafara, alitangaza mkuu wa protokali. Tunaelekea kwenye ibada ya kufunga ndoa. Victor alinyosha mkono wake kwa heshima na Eliana akaukubali kwa utulivu. Walitembea pamoja kuelekea nje, mikono yao ikiwa imeungana, mioyo yao ikidunda kwa sauti tofauti, lakini lengo likiwa ni moja, kuanza ukurasa mpya, ukurasa wa milele. Magari kadhaa ya kifahari yalikuwa yamepangwa vizuri mbele ya lango kuu la ikulu, tayari kwa msafara wa kwenda kanisani. Mbele kabisa ilikuwa ni gari maalum la wanandoa. Gari fulani hivi jeupe lenye mapambo ya maua na utepe wa dhahabu uliopishana kwa ustadi. Victor alimfungulia Eliana mlango wa gari kwa ishara ya heshima. Alipomshika mkono kumsaidia kuingia, harufu ya manukato ya Eliana ilimgonga kwa nguvu kiasi cha kumfanya fumbe macho kwa sekunde chache. Harufu yako inasema kumbeba, si kuacha, alisema Victor kwa sauti ya chini wakati akimsaidia kuketi. Eliana alitabasamu na kuinamisha kichwa kidogo na kisha akasema kwa tabasamu la utani, kwa hiyo sasa ndo unajua kama harufu yangu inaongea, sivyo? Walipoanza safari, walikaa karibu sana kwenye siti za nyuma. Muziki laini ulikuwa ukicheza kwa mbali na madirisha yakiwa yamefungwa kwa pazia la kupitisha mwanga wa dhahabu. Victor alikuwa kimya kwa dakika kadhaa, lakini Eliana alihisi jicho lake likimtazama kwa kujificha, kwa kuibia, mara gauni, mara shingo, mara midomo. Alijifanya hageuki, lakini moyo wake ulikuwa ukicheza ngoma ya kihisia. Aliposhtukia kuwa anatizamwa kwa mara nyingine, aligeuka ghafla na kumkazia macho Victor. Victor, acha kuibia. Kama unataka kuniangalia, niangalie tu, mimi ni wa kwako. Leo hii nakwenda kuwa mkeo. Hakuna tena wizi wa macho. Victor aligeuka upande mwingine haraka mno, kana kwamba alikuwa akiangalia mandhari ya barabarani. Kwani ni nani aliyekuwa anakutazama?
unajitafutia sifa tu Eliana. Mimi hata nilikuwa sikutazami. Eliana alicheka, sauti yake ikatetemesha hewa ya ndani ya gari. Hivi Victor, unajua hata pazia la dirisha limeona jinsi ulivyokuona nitupia jicho kila baada ya sekunde 3. Ulinitazama mpaka nikaanza kujiuliza kama gauni langu lina mapungufu. Eliana, nilikuwa natafuta alama za vitenge vya kampeni kwenye gauni lako. Wewe si binti wa rais wewe. Nilijua labda utakuja na nembo ya taifa mgongoni. Victor, hebu acha utani. Sitani Eliana. Yaani unajua kabisa harusi ni leo. Lakini umevaa kama kama nini? Kama mwanamke ambaye aliumbwa leo tu kwa ajili yangu. Unajua ukikaa hivi unanikumbusha tatizo. Tatizo gani? Eliana aliuliza kwa sauti ya mahaba, macho yake king'aa. Victor aligeuka na kumtazama kwa macho ya upole yaliyoficha hisia nyingi. Tatizo la kukubali kuwa nimekosa usingizi kila siku tangu nilipokubali kukuoa. Victor aliongea kwa sauti ya chini. Eliana alishika kidevu chake taratibu akimtazama kwa macho ya utani. Kumbe ndo maana sura yako leo inaonekana ni kama mtu aliyechoka kupenda. Na wewe sura yako inaonekana kama kero kwa kila mwanaume mwingine duniani. Kama ningekuwa askari, ningekufungia ndani ili niwe na uhakika kuwa hakuna mwanaume mwingine atakayekuona hivi. Victor, huo ni wivu sasa. Na tena huo ni unyenyesaji mkubwa. Hapo unazungumza kama Victor wa mtaa wa pili, sio yule wa familia ya waziri mkuu. Victor alimkazia macho kwa umakini, sauti yake ikibadilika na kuwa ya kweli zaidi. Eliana, kwa sura yako ya leo, siwezi kuwa Victor wa waziri mkuu. Leo ni mimi tu na wewe. Wengine wote ni wageni katika dunia yetu. Eliana alinyamaza kwa sekunde chache, akitabasamu kwa upole. Eliana. Hapo Victor alinamisha kichwa chake kidogo, sauti ikawa ni laini kabisa. Eliana, naomba unisikilize kwa sekunde 2 tu. Sijui kama nitawahi kuelewa kabisa namna ulivyokubali kuolewa na mimi. Maana mimi najua makosa yangu, najua usumbufu wangu, najua dharau zangu. Lakini wewe umeamua kuona zaidi ya hayo. Eliana, sina hakika kama nitakupa kila kitu unachokistahili, lakini nitajitahidi. Hapo kwanza Eliana alishangaa, kwa maana alivyomjua Victor, alijua kabisa Victor hatakuwa na furaha siku hiyo, lakini cha ajabu haikuwa hivyo. Victor alionekana kuwa na furaha kana kwamba ile ndoa alikuwa akisubiri kwa hamu sana. Alimsogelea na kisha akamshika mkono. Victor, sitaki kila kitu. Mimi nataka moyo wako tu. Na hilo tayari ninalo. Victor aliguna kwa upole, macho yake yakimtazama tena kutoka juu hadi chini. Bado hujanijibu Eliana. Hivi umewezaje kuwa hivi? Au umeniroga? Kivipi yani, sijakuelewa. Hivi. Yani hata gauni ya kawaida tungevaa, bado ningekuwa mfungwa wako. Na bado unajifanya hujui kwamba mimi ni mzuri. Sijui, sijakubali bado, pengine ndo gauni linafanya kazi. Ngoja tukiingia nyumbani tukutoe hilo gauni alafu tuone. Victor, ukisema tena hivyo, kanisani nitakataa mbele ya watu. Nitakataa harusi. Thubutu. Huna ujasiri wa kukataa harusi wewe. Kwa nini? Kwa sababu kwenye dunia yako ya mapenzi najua yupo mtu mmoja tu ambaye ni mimi. Hapo wote walicheka, kicheko kilichozidi kufunika ukimya wa barabara waliokuwa wakipita.
Ilikuwa ni safari dakika chache, lakini ndani yake kulijengeka urafiki mpya, hisia mpya na uhakika mpya kuwa wapo mahali sahihi moyoni mwa kila mmoja. Walipofika nje ya kanisa, mlango wa gari ulifunguliwa. Victor alishuka kuwa wa kwanza na kisha akampokea Eliana kwa heshima na mapenzi yasiyofichika tena. Safari ya ndoa ilikuwa inaanza rasmi, lakini safari ya mioyo yao ilikuwa tayari imeshaanza tangu zamani. Leo ilikuwa tu ni siku ya kuitangaza kwa ulimwengu. Baada ya mwendo wa taratibu, hatimaye msafara wao ulifika kanisani. Mlango wa gari lao ulipofunguliwa taratibu nje ya kanisa kuu la Mtakatifu Michael, milio ya matarumbeta na violin za muziki laini wa harusi ilianza kujenga anga la sherehe. Ukumbi huo mkubwa wenye mapambo ya karne ya kati ulikuwa umejaa watu mashuhuri, familia, marafiki wa karibu, wanadiplomasia na watu wa kawaida waliobahatika kupata nafasi ya kuhudhuria tukio hilo la kihistoria. Maua meupe na ya waridi yalipangwa kwenye kila ukuta na nguzo. Miziki ya Eve ilitulia kwa sekunde ikipisha tangazo la kuwasili kwa bibi harusi. Victor alishuka wa kwanza kutoka ndani ya gari. Akasogea hatua chache mbele huku wapambe wake wakimfuata nyuma. Kila mmoja akiwa amevaa suti sawia kabisa. Alijua macho yote yakimwelekea, lakini moyo wake ulikuwa upo kwa Eliana. Aligeuka nyuma kwa haraka na kisha kanyosha mkono wake kwa heshima, na hapo akatokea Eliana. Bibi harusi aliyeonekana kama ndoto ya usiku mzuri ambayo mtu hawezi kuamka. Gauni lake la harusi likimetameta kwa mwanga wa asili. Mapambo ya kichwani yaliyotengenezwa kwa almasi ndogo ndogo yalikuwa kama nyota zilizoshuka kutoka angani kwenye kuipamba siku hiyo. Alipochukua mkono wa Victor, furaha ilionekana wazi usoni mwake. Kila mshipa wa uso wake ulitabasamu, hata macho yake pia yalikuwa yakicheka kwa upendo uliojaa utulivu. Alimtazama Victor kwa muda mfupi na kisha akamnong'oneza, nimekuwa nikitamani hii siku tangu nilipokutana na wewe, na bado siamini kama leo hii ndoto yangu imetimia. Victor alimjibu bila kusikika na mtu yoyote. Eliana, hii siku haingekuwa na maana bila wewe kuwa hivi, kuwa wangu. Naam. Wakati huo kwaya ya kanisa ilianza kuimba You raise me kwa sauti laini na ya kuinua roho, na milango mikubwa ya ukumbi ikafunguliwa rasmi kwa wanandoa hao wapya kuingia. Wakiwa wameungana mkono kwa mkono, walitembea kwa taratibu kupita zulia refu jekundu lililokuwa limepambwa kwa maua ya waridi na taa ndogo ndogo za joto. Kila mtu aliyekuwa ndani ya ukumbi huo alisimama kwa heshima, wengine wakiwa na machozi ya furaha, wengine wakishika midomo yao kwa mshangao wa uzuri wa tukio hilo. Eliana alihisi kila hatua yake ikiambatana na sauti ya moyo wake uliokuwa ukidunda kwa furaha. Hakukuwa na woga, hakukuwa na mashaka. Alikuwa na mtu aliyemchagua na ambaye sasa alikuwa tayari kusimama mbele ya Mungu na wanadamu kusema ndio. Ndio kwa ajili ya maisha yote. Wakati walipofikia mbele ya madhabahu, padri mkuu aliyevalia mavazi ya harusi ya kidini alitabasamu kwa upole na kisha akasema, wapendwa, tumekusanyika hapa leo kushuhudia muungano wa Victor Mazanda na Eliana Sarungi. Wawili hawa waliokutana kwa njia ya ajabu, lakini leo wameamua kuandika historia ya upendo wao. Hapo ukumbi wote ulijibu kwa sauti amen, na makofi machache ya furaha pia yalisikika. Eliana alicheka kwa upole na kisha akamgeukia Victor. Macho yao yakakutana tena, macho ambayo hayakuhitaji maneno. Ilikuwa ni lugha ya mioyo miwili iliyokuwa tayari kuanza safari ya pamoja. Wakati Victor alipochukua mikono ya Eliana kwa heshima, kamera zilizoshika kila kona ya ukumbi wa kanisa ziliangaza nyuso zao zilizokuwa zina msisimko, upendo na amani. Mapigo ya moyo ya Eliana yalikuwa ya haraka kweli kweli, lakini macho yake yalikuwa imara, yakiangalia moja kwa moja ndani ya nafsi ya Victor. Padre aliendelea kuzungumza, lakini kwa Eliana kila kitu kilionekana kuwa katika slow motion. Aliona mdomo wa padre ukitamka maneno, alisikia sauti yake ikitembea kwa mbali, lakini moyo wake ulikuwa ukitamka kimya kimya, naenda kuwa mke wa mtu ninayempenda.
naenda kuwa mke wake. Siku hii imekuja. Siku hii ni yangu. Alipofika sehemu ya kusema nadhiri, Eliana aliongea kwa sauti utulivu lakini yenye uzito. Mimi Eliana Sarungi na kuchagua wewe Victor Mazanda leo na milele. Nitakupenda, nitakuheshimu, nitakuwa upande wako wakati wa furaha na hata katika majaribu. Leo hii mbele ya watu hawa na mbele ya Mungu, na uwapia moyo wangu wote ya kuwa nitakuwa nawe kwenye shida na raha. Muda huo Victor alimtazama Eliana kana kwamba hakutegemea kama Eliana angeweza kumgusa kwa maneno hayo. Alishika mkono wake kwa nguvu zaidi, alinamisha kichwa kidogo kuzuia machozi. Ilipokuja zamu yake Victor, naye alitamka nadhiri kwa sauti iliyotetemeka kidogo. Mimi Victor Mazanda na kuahidi Eliana Sarungi, nitakuwa mume wako, nitakuwa rafiki yako, nitakuwa kinga yako na mpenzi wako. Nitakupenda bila sababu na nitakupigania bila masharti. Leo hii na kuahidi moyo wangu wote bila masharti, bila mipaka, bila mashaka. Naam, ukumbi uliripuka kwa makofi mara padri alipotangaza, kwa mamlaka niliyopewa ninawatangaza kuwa mke na mume. Sasa unaweza kumbusu bibi harusi wako. Victor alicheka kwa aibu ya kirafiki na kisha alimvuta Eliana kwa taratibu na kumbusu kwa upole, kwa heshima lakini kwa upendo mkubwa sana. Makofi na vigelegele na kelele za furaha zilitawala ukumbi mzima. Watu walisimama, wengine walipiga picha, wengine walilia kwa furaha, lakini wote walijua wameona tukio ambalo si la kawaida. Eliana alitabasamu bila kukoma. Alimshika Victor kwa mkono wake mmoja huku kwa ndani akijisemea, "Ndio, sasa mimi ni wake na haya ni maisha mapya. Oh, asante Mungu kwa hili." Wakati huo mwanga wa jioni uliendelea kupenya taratibu kupitia mapazia marefu ya ukumbi wa kanisa, ambapo taa zilikuwa zikiangaza kwa mwanga wa dhahabu. Muziki wa taratibu wa kinanda na violin ulikuwa ukilia kwa upole kabisa, ukivuta hisia za kila mmoja aliyekuwepo ndani ya ukumbi huo mzuri. Wimbo maarufu wa mapenzi wa miaka ya zamani ulikuwa ukichezwa, ukiliamsha joto la ukaribu kati ya wapenzi waliokuwapo. Ilikuwa ni muda wa kucheza muziki wa polepole, muda wa kuunganisha mioyo kwa hisia na si maneno. Victor alisimama akamnyoshia mkono Eliana wake, macho yao yakiwa yamejawa na upole na heshima. Bila ya kusita, Eliana alimshika mkono Victor na akanyanyuka taratibu, gauni lake refu jeupe likitanda nyuma yake kama mawimbi ya bahari tulivu. Bwana, walipoingia kwenye uwanja wa kucheza muziki ulionekana kuwafuata kama uliumbwa kwa ajili yao. Tunaambiwa hapakuwa na neno lililotamkwa kati yao, lakini kila kitu kilikuwa kinasemwa kupitia miguso yao, mihemko yao na jinsi walivyotazamana. Victor aliweka mkono mmoja kiunoni mwa Eliana huku mkono mwingine ukiwa umeungana na wa Eliana. Eliana naye aligemea kifua cha Victor kwa utulivu. Taratibu wakaanza kupepesuka katika midundo ya muziki huo laini. Miguu yao ilikuwa kama vile imefundishwa na roho zao, ilipiga hatua pole pole kwa utaratibu kama vile waliwahi kufanya hivyo mara nyingi katika ndoto. Ilikuwa ni danse ya mapenzi, sio ya maonyesho, bali ya ndani kabisa, mioyo miwili iliyojua kuwa sasa imeshafika safari yao. Eliana alifumba macho kwa muda, akihisi sauti ya moyo wa Victor ikipiga dhidi ya kifua chake. Joto la mwili wa mumewe lilikuwa tiba ya kila hofu aliyowahi kuwa nayo. Alinua kichwa chake kidogo Eliana, na ndipo macho yao yakakutana, wakatabasamu, lakini hawakusema neno. Hapakuwa na haja ya maneno. Muda huo walikuwa kimya, lakini kila mshipa, kila pumzi, kila mguso uliwazungumzia upendo, ahadi na heshima. Walikuwa wakizungumza kwa lugha ya kimya, lugha ya mioyo. Watu waliowazunguka nao walikuwa wameshikwa na hisia. Wapenzi wengine waliwaiga, kila mmoja alimkumbatia mpendwa wake na kuingia katika ulimwengu wao binafsi wa kimapenzi. Kulikuwa kuna wimbi la utulivu. Unaambiwa kila roho ilikuwa imetulia na kuwa na amani. Hali hiyo ilimfanya kila mtu avutiwe na kutamani penzi la namna hiyo, lakini si kila mtu alikuwa amebeba moyo wa upendo na heri.
Pembeni ya ukumbi huo bwana wa kanisa, karibu kabisa na sehemu ya vinywaji, kundi dogo la kina mama waliokuwa wamevalia nguo nzuri za harusi, lakini macho yao yakiwa yamejaa uchungu wa ndani, walikuwa wakisemezana kwa sauti za chini chini sana, zile sauti ambazo huwa zimejaa sumu kuliko sauti kubwa. Unawaona wale? Mmoja wao alimuuliza mwenzake huku akinywa juisi ya passion. Alimtazama Eliana kwa jicho la dhiaka. Naona bibi harusi mwenyewe anakaa kama malaika. Mwingine akajibu kisha akakunja midomo kwa dharau kwa kusema, lakini si ndio hao wameamua tusahau kilichomkumba Hafsa, kisa mwana wa rais atanaolewa. Kweli kabisa mwenzangu. Wamama hawa waliendelea kupiga umbea huku wakishushia glasi za mvinyo. Eti tu kwa sababu familia yao ina mamlaka, kisa ni watu wakubwa. Basi taarifa ya kutekwa kwa Hafsa imezimwa kimya. Hakuna uchunguzi, hakuna vyombo vya habari kuripoti tena. Hakuna hata taarifa fupi ya familia yake. Yaani kila mtu anajifanya kimya tu na harusi. Nasikia ndo hivyo. Na ukiuliza, unaambiwa usiharibu furaha ya watu. Furaha ya nani? Hii ni dhuluma tu bwana, wanafanya dhuluma. Wanafungaje ndoa wakati mtu alikuwa ametekwa? Wewe unadhani kama ingekuwa mtoto wa mtu wa kawaida, hadi leo hii taarifa ingeshajaa mitandao yote? Victor naye kachukua binti wa rais, eti mrembo kwa sura tu, lakini roho yule binti sijui kama na roho nzuri. Si unajua wanafanya siasa tu. Ndo nakwambia hivyo. Waliendelea kupiga umbea. Lakini kuna kitu hakiko sawa. Unajua hii harusi imeandaliwa kwa haraka sana. Nani alimteka Hafsa? Mbona hakuna majibu? Hello. Walicheka kwa sauti ya chini, sauti za kimbea kabisa, lakini zenye hisia kali na mashaka na chuki. Sauti zao zilimezwa na muziki, lakini macho yao yaliendelea kumtazama Eliana, si kwa kumshangilia, bali kwa kutafuta mwanya wa kuharibu hadithi yake ya furaha. Wakati huo, Eliana alikuwa bado kwenye mikono ya Victor. Alikuwa hajui lolote kuhusu maneno ya pembeni anayosemwa. Kwake Eliana, huu ulikuwa ni wakati wa kipekee, muda wa kihistoria. Hapakuwa na nafasi ya kusikia maneno ya watu waliokuwa wamejaa mashaka. Moyo wake Eliana ulikuwa umejawa na upendo, na kila mzigo wake uliimba jina la Victor. Kwa sasa hakuna la maana zaidi ya mapenzi yao. Victor alimzungusha kwa upole na kisha akamvuta karibu, wakagusana paji kwa paji. Ilikuwa ni ishara ya uaminifu wao, na kwa mbali hata wale waliokuwa wakiwadharau hawakuweza kuficha wivu waliokuwa nao kwa kuona namna Eliana na Victor walivyopendana bila aibu. Aise, sio tu hawa mama wa mbea, kuna mpaka mashabiki wa Uncle Jay walikuwa hawapendi Victor moyo Eliana. Nasema leo limewashuka. Kama we ni mmoja wao unaisikiliza simulizi hii na ulikuwa hupendi Victor moyo Eliana, au labda unamchukia Eliana, imekula kwako, limekushuka, jicho limekutoka, muone unavyoshangaa. Hilo. Muziki ulipoanza kupungua kwa sauti, Victor alimnong'oneza Eliana kwa sauti ya chini. Eliana, watu wanaweza wakasema lolote wanavyotaka, lakini usiku wa leo ni wewe tu. Hakuna cha siasa, hakuna chuki, hakuna fitna. Ni mimi na wewe tu Eliana. Unaambiwa. Eliana alitabasamu na kisha alimjibu kwa sauti ya utulivu. Na hiyo haitobadilika kamwe Victor. Naam, mili yao iliendelea kushikana wakicheza wimbo wa mwisho wa usiku huo. Walijua mbele yao kuna mengi, lakini pia walijua walikuwa tayari kukabiliana na kila kitu. Baada ya busu la harusi lililoamsha vigelegele vya ukumbi mzima, baada ya Victor na Eliana kushikana mikono kwa ujasiri wa wapenzi waliokamilisha ahadi yao mbele ya dunia, na baada ya sherehe fupi ya chakula na burudani ya haraka kanisani, ulikuja ule muda ambao moyo wa Eliana ulikuwa ukitamani na kuogopa kwa wakati mmoja, muda wa kuaga. Naam, katika kiwanja cha nje cha kanisa, jua lilikuwa linaanza kutua taratibu kabisa, likiacha miale ya dhahabu juu ya vioo vya magari yaliyokuwa yamepambwa kwa maua ya waridi, utepe mweupe na maandishi ya Just Married yaliyowekwa kwa kisanii. Eliana na Victor walikuwa wamesimama pamoja, mikono yao ikiwa imeungana, wakiwa wanapokea salamu na heri kutoka kwa kila mtu aliyewasindikiza. Muda huo, Victor alishika mkono wa Eliana kwa nguvu zaidi, akimtazama kwa macho ya upole.
mume wa Eliana sasa, alijinong'oneza kwa sauti ya utani, akimchekesha Eliana ambaye uso wake ulirindima kwa tabasamu. Grace, msaidizi wake wa karibu, alimkumbatia Eliana kwa nguvu huku machozi yakimdondoka. Madam, wewe sio tu malkia wangu, leo umekuwa ni historia yangu, Grace alisema kwa sauti ya hisia. Umeolewa na mtu uliyemchagua kwa moyo wako na si mtu wa kawaida. Eliana alijikuta akilia kwa furaha kwa mara ya kwanza, si machozi ya huzuni bali machozi ya ushindi, machozi ya mtu aliyepitia hofu, mashaka, mitihani ya mapenzi, lakini hatimaye amefika. Alimkumbatia Grace na kusema kwa sauti ya kukatika, Grace, nimefanikiwa. Ndoto yangu imekuwa kweli. Mama yake Eliana naye alikuja, alimkumbatia binti yake kwa utulivu mkubwa mno na kisha akamwambia, binti yangu, nimekuona ukikua toka ukiwa kwa msichana mdogo. Leo nimekuona ukitembea kuelekea kwa mume wako kwa furaha. Mungu amekuandikia baraka. Eliana binti yangu. Hapo baba yake naye alisogea akamsalimia kwa heshima. Unaacha sehemu ya moyo wetu kwako, lakini tunajua umechagua mwanaume atakayeilinda sehemu hiyo kama mboni ya jicho lake. Hapo Eliana alilia zaidi, alimshika baba yake mkono. Asante kwa kila kitu baba. Asante kwa kuniamini. Naomba ukumbuke siku hii. Nilikuwa na furaha kuliko nilivyowahi kuwa. Naam, familia ya Victor nayo ilimkumbatia Eliana kwa upendo mkubwa. Mama yake Victor akamwambia, sasa wewe ni mwanangu, sio tu kwa jina bali kwa damu ya upendo uliotufunga leo. Binamu wa Victor, kijana Duncan, alimkumbatia Victor kwa nguvu na akamwambia, usituangushe sasa. Huyo msichana ni zawadi ya mbinguni. Ukianza ujinga wako ule wa zamani, nitakufunga na kamba nikurudishe nyumbani. Hapo Victor alicheka, aliinua mikono juu na kisha sauti ikasikika ikisema, jamani, hii ni harusi, sio kikao cha ukoo cha kunikemea. Hapo watu wote walicheka, hali ya ukaribu na furaha ilizidi kutanda. Baada ya salamu zote, Victor alishika kiuno cha Eliana na kumwongoza kwenda kwenye gari maalum linalowasubiri. Aise, ilikuwa ni gari ya aina ya Bentley nyeupe iliyopambwa kwa nembo ya Victor na Eliana kwa herufi ya E na V. Walipoingia ndani, mlango ulipofungwa, Eliana alishindwa kujizuia tena. Alilalia bega la Victor, machozi yakianza kumtiririka kimya kimya, uso wake ukifichwa kwenye kifua cha mumewe. Victor alishtuka kidogo, akamshika kwa upole na kisha akamwambia, mpenzi, vipi, kuna nini? Mbona unalia? Sio huzuni Victor, ni furaha, ni kama ndoto. Hivyo kweli ni wangu? Hivi kweli nimetimiza ndoto yangu Victor? Victor alimuinua kidogo uso, akamwangalia, alifuta machozi yake kwa dole gumba na kisha akasema, mimi ni ndoto yako iliyotimia. Eliana, nimekuwa nikikataa, nikijifanya sijali, lakini ukweli ni huu hapa. Nimekutazama siku zote. Leo hii unavyolia hivi unanipa sababu ya kujua kwa nini nilizaliwa. Nilizaliwa kukufanya utabasamu baada ya kilio. Na sasa unaanza kusema maneno ya kutuliza moyo. Sijui nitakuepuka vipi huko Scotland tunakoenda. Huko tutaandika ukurasa mwingine. Fungati ya maajabu. Hakuna siasa, hakuna familia, hakuna kamera, ni mimi na wewe tu, na nitakufanya ulie tena. Lakini sio ulie kwa huzuni, nitakufanya ulie kwa furaha zaidi. Hapo Eliana alicheka, machozi yakiwa bado yanambubujika, lakini sasa ikiwa ni mchanganyiko wa furaha na utulivu wa moyo. Walipoanza kuondoka, msafara wa magari ulipiga honi kwa mpangilio maalum. Magari yote yakielekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Tayari ndege binafsi ilikuwa imeandaliwa kuwapeleka moja kwa moja nchini Scotland kwenye mapumziko ya siku kadhaa kwa ajili ya fungate yao.
Wakiwa njiani, walikumbatiana, wakazungumza, na mara kwa mara Victor alikuwa akimtazama Eliana kana kwamba alikuwa bado hajamzoea. Yaani bado nashangaa. Upo hapa karibu na mimi. Ni mke wangu na bado hujaamka ukasema ulikuwa unaota. Na sitasema hivyo. Maana isiyo ndoto Victor. Hii ni hadithi yetu, ndio kwanza inaanza. Naam, walipofika ndani uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, uwanja ulikuwa katika hali ya utulivu wa kifahari jioni hiyo, na anga lilikuwa limetulia huku mandhari ya jua likizama ikiitawala anga kwa rangi ya dhahabu na machungwa. Kwenye lango maalum, magari mawili ya kifahari yaliyowabeba Victor na Eliana yalisimama mbele ya ndege ya kifahari ya kibinafsi, ndege ya daraja la juu yenye maandishi ya kifamilia ya E na V kando yake, ikiwa ni ishara safari yao mpya kama mume na mke. Waliposhuka kwenye gari, Eliana alikuwa ameshika mkono wa Victor kwa upendo wa kimya kimya. Hapakuwa na maneno mengi ya kusema tena. Hisia zao zilikuwa ni nzito mno, kiasi kwamba kila hatua aliyokuwa anapiga Eliana kuelekea kwenye ndege ilikuwa ni kama vile anapita kwenye ndoto aliyowahi kuiandika akiwa msichana mdogo. Victor alimwangalia Eliana kando yake. Alivuta pumzi ya kina kana kwamba alitaka kukumbuka harufu ya jioni hiyo, tabasamu la mkewe na mwanga wa jua uliokuwa ukimpiga usoni. Bila kusema neno, Victor alimshika mkono vizuri Eliana. Mara tu walipofika mbele ya ngazi za kupanda ndani ya ndege, rubani na wahudumu wawili wa kike waliwapokea kwa tabasamu la heshima. Karibuni sana Bwana na Bi Victor, mmoja wa wahudumu alisema kwa sauti ya kirafiki lakini ya kitaaluma kabisa. Safari yenu ya fungate kuelekea Scotland iko tayari kuanza. Victor alimwangalia Eliana. Eliana, uko tayari mke wangu? Eliana alicheka, sauti yake ikiwa ni ya furaha na utulivu. Mimi nimekuwa tayari tangu nilipokubali ombi lako la ndoa mume wangu. Walipanda ndani ya ndege taratibu. Ndani mazingira yalikuwa ni ya kifahari kupita maelezo. Viti vya ngozi vya cream vilikuwa vimepangwa kwa umaridadi, taa ndogo za ndani zilizotoa mwanga wa upole, na dirisha kubwa la kila upande lililowapa mtazamo wa anga la usiku lililoanza kujaa nyota. Kulikuwa kuna meza ndogo iliyopambwa na maua mapya na chupa ya mvinyo wa kihistoria tayari kwa ajili yao. Wakiwa wameketi, wahudumu waliwahudumia kimya kimya, wakiwaacha waingie kwenye ulimwengu wao wa faragha. Victor alimfungulia Eliana mkanda wa begi lake dogo la mikononi, akatoa blanketi dogo laini na kumfunika taratibu. Eliana alimwangalia Victor kwa upole. Victor, wewe ni wa tofauti sana. Umekuwa zawadi yangu kubwa mno maishani mwangu. Victor alimsogelea, alimbusu mkono wake. Eliana, na wewe umekuwa mwanzo mpya wa kila kitu. Hakuna chochote kilichobaki nyuma zaidi ya historia. Na mbele yetu kuna safari ya kuweza kuijenga dunia yetu sisi wawili tu. Naam, wakiwa bado wameketi wakitazamana kwa tabasamu la upole, rubani alizungumza kupitia spika kwa sauti ya kirafiki ya kwamba Victor na Eliana, tunapenda kuwakaribisha kwenye safari hii maalum kuelekea Scotland. Tafadhali funga mikanda. Safari ya mapenzi inaanza sasa. Victor na Eliana walitazamana, wakashikana mikono, kila mmoja akihisi moyo wa mwenzio ukidunda kwa upendo. Ndege ilianza kutikisika kwa upole na kisha ilianza kusogea taratibu kwenye njia kurukia. Injini zake zilianza kutoa mlio wa nguvu ya uhakika, ishara ya mwanzo mpya. Muda mfupi baadaye, kasi iliongezeka ya ndege. Kila kitu kikawa kimya kwa sekunde chache. Ndege hiyo ilianza kuinuka juu, ikikata anga la usiku kuelekea maisha mapya. Hadithi yao ilikuwa inapaa rasmi. Msikilizaji, baada ya dakika kadhaa, ndege ilikuwa imetulia angani, ikisogea kwa mwendo wa upole juu ya mawingu meupe yaliyosambaa kama blanketi la pamba. Ndani ya ndege, ukimya ulikuwa mtakatifu, ukivunjwa tu na sauti nyororo ya injini na sauti ya upole ya muziki wa taustari uliokuwa ukitoka kwenye spika ndogo za dari. Victor akiwa ameketi upande wa dirisha, alinyanyuka taratibu na kuelekea kwenye kabati dogo la vinywaji vilivyokuwa vimepangwa kwa mpangilio wa kifahari. Macho ya Eliana yalimwangalia Victor kwa upendo na tabasamu dogo la upole, akifikiri mumewe
anajiandaa kumsherehekea kwa namna ya kipekee. Victor alichukua chupa na mvinyo mwekundu na kisha akajimiminia kwenye glasi ya kioo cha thamani na kisha akamimina tena kwenye glasi ya pili kwa ajili ya Eliana. Macho yake Victor alikuwa yakicheza kwa tabasamu lisiloelezeka, sio tena la mapenzi bali la mtu anayeficha jambo zito moyoni. Aligeuka na kuanza kumkaribia Eliana akiwa na zile glasi mbili mkononi. Alipomkaribia, alisimama mbele yake, macho yake yakimwangalia kwa utulivu wa kutisha. "Hii ni kwa ajili ya ndoa yetu," Victor alisema kwa sauti tulivu lakini yenye chembe ya kejeli isiyofichika. Eliana alinyosha mkono wake kupokea glasi, lakini kabla hata hajipeleka kwenye vidole vyake, kwa ghafla Victor alidondosha chini kwa makusudi. Glasi ilipasuka kwa kishindo, vipande vya kioo vikasambaa sakafuni na mvinyo mwekundu kamwagika kama damu, ukichuruzika kwa mwendo polepole kabisa. Eliana alishtuka, macho yake yakifuatilia vipande vya vioo na mvinyo uliomwagika, na kisha akamgeukia Victor kwa mshangao. Alitaka kusema kitu Eliana, lakini kabla hata hajafungua mdomo wake, uso wa Victor ulikuwa umebadilika. Tabasamu lilikuwa limefutika. Sasa macho yake Victor yalikuwa ni baridi kama barafu, yakiangaza kwa kejeli, dharau na ghadhabu isiyoelezeka. Midomo yake Victor ilikuwa imejikunja kwa dharau. Eliana alihisi kama yuko mbele ya mtu mwingine kabisa. Hakumtambua tena kwamba huyu ndo Victor kweli. "Victor?" alitamka kwa sauti ya mshtuko, lakini kabla hajapata jibu, mlango wa nyuma wa cabin ulifunguliwa, na hapo ndipo alipozidi kupagawa mara baada ya kumwona Hafsa akija kwa mwendo wa mapozi mithira mwanamitindo jukwani. Alikuwa amevalia gauni la kijani kibichi la hariri lililombana kiuno na kutoa kila mlinganyo wa mwili wake kama malkia wa sinema. Hafsa nywele zake zilikuwa zimefungwa juu kwa ustadi, macho yake yakiwa yamepakwa kivuli cheusi kilichomfanya onekane kama simba wa kifalme. Alitembea kwa mapozi ya dharau, kiuno kikizunguka kwa maringo makali. Miguu yake ilikuwa ikipiga sakafu ya ndege kwa vishindo kutokana na viatu vya visigino virefu alivyokuwa amevaa. Kila hatua alopiga Hafsa ilizidi kuvunja ukimya ndani ya hii ndege. Aliposogea karibu, alicheka kwa kejeli na kisha kwa ujasiri wa kushangaza akamkumbatia Victor kwa nguvu, huku akicheka wote wawili kama vile wamekumbuka utani wa zamani. Kabla hata Eliana hajajielewa, Victor alimvuta Hafsa kwa mkono, wakapigana pale mabusu mbele yake, busu la kweli la watu waliotamaniana kwa muda mrefu, wala sio la maigizo. Eliana alibaki amekodoa macho, mdomo wazi, moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Hali ile ilianza kumzidia, mikono yake ilianza kutetemeka. Alikuwa kama anapotea ndani ya ndoto mbaya iliyo hai. Victor alimgeukia Eliana na kisha alimwangalia juu mpaka chini kana kwamba anamuona kwa mara ya kwanza. "Kwa hiyo Eliana, ulidhani ya kwamba ningeweza kukupenda wewe? Msichana wa kubebwa na jina la familia yake, hujui hata kupenda, unategemea kulindwa tu kama vile kifaranga wa mwewe." Hapo Eliana hakuweza kusema neno. Maji yalikuwa yakikusanyika kwenye macho yake, lakini hata machozi hayakuwa tayari kutoka. Yalikuwa yamekwama ndani kwa uchungu mwingi mno. Hafsa alisogea mbele zaidi, akamkuna Eliana kwa jicho. "Wewe ni msichana wa kisiasa na sio msichana wa mapenzi," alisema Hafsa kwa tabasamu la ushindi. "Unajua tulivyokaa kimya, mimi na Victor tulikuwa tukicheka nyuma ya pazia, huku ukijifanya eti mke mtarajiwa. Pole sana malkia wa maigizo." Victor aliangua kicheko kilichojaa dhihaka, akamgusa Hafsa kiunoni. "Unadhani ni bahati mbaya mtu kama mimi kuingia kwenye familia ya rais?" "Hapana, ilikuwa ni mpango, na ukishakipata unachokitaka unaweza kuitupa funguo." Aliyesema maneno hayo Victor huku akimwangalia Eliana kwa dharau kali mno. "Na funguo yenyewe ndio wewe Eliana." Naam, Eliana alijaribu kupumua lakini hewa ilikataa. Alisimama taratibu, miguu yake ilitetemeka. Dunia yote iligeuka na kuwa nyeupe mbele macho yake. Kelele, dhihaka, upendo uliogeuka sumu na heshima iliyovunjwa ghafla kama ile glasi sakafuni. Ndege ilikuwa bado iko angani, lakini moyo wa Eliana ulikuwa unaanguka kwa kasi isiyoelezeka. Alisimama katikati ya ndege, miguu yake ikitetemeka,
midomo yake ikiwa imekauka kana kwamba ilikuwa imepakwa mchanga wa jangwani. Kifua chake kilikuwa kinadunda kama kinakaribia kupasuka. Alijaribu kusema jambo lolote, lakini sauti ilikataa. Ilikuwa makooni, ilishindwa kutoka. Machozi yalianza kuviringika polepole kutoka kwenye macho yake, yakiteremka kwenye mashavu yake laini yaliyojaa makeup ya harusi. Kila tone la chozi lilikuwa ni ushahidi wa ndoto iliyovunjika, heshima iliyodhalilishwa hadharani. Upendo aliouamini kuwa wa kweli uligeuka kuwa mtego wa kishetani. Victor na Hafsa walikuwa wamekaa kwenye kiti kimoja, sasa wakiwa wamejikunja kama wanandoa wa muda mrefu. Victor alikuwa amemshikilia Hafsa kiuno, mikono yao ikiwa imefungana, macho yao yakimwangalia Eliana kana kwamba ni kichekesho tu cha siku hiyo. Eliana, Victor alianza kwa sauti ya dharau, akicheka kama mtu aliyeelewa ushindi. Angalia hivyo ulivyo. Umependeza kweli, kama malkia wa hadithi za watoto. Ila tatizo ni kwamba hii si hadithi ya malkia, ni hadithi ya mjinga aliyeamini kuwa anakubalika. Victor alinyanyuka kutoka kwenye kiti, akamfuata Eliana kwa hatua chache tu, na kisha akasimama mbele yake akiwa na tabasamu la kijinga kabisa usoni. Unalia? Kweli unalia? Eliana, haya machozi yanatoka kwa sababu gani? Kwa sababu moyo wako umevunjika, au kwa sababu umegundua kwamba ulitumika, au ni vipi? Aliyesema hayo Victor kwa sauti ya kukatisha tamaa. Akatikisa kichwa kwa dharau, na kisha alimgeukia Hafsa. Wakapiga pale kicheko cha pamoja, kicheko kirefu na cha maumivu kwa Eliana. Eliana mrembo. Hafsa alitamka kwa kejeli, akapiga sauti ya mshangao. Eti mtu mzima kama wewe bado naamini kwenye upendo safi? Eti mume mwema, eti mwanaume wa maisha yako. Maskini we mtoto wa kishua, una akili hata kidogo? Lione ulivyoamua kuolewa chapuchapu, ukadhani ya kuwa utachukua nafasi yangu mimi kwa Victor Pole, hakuna cha kuchukua nafasi yangu kwa Victor. Wewe hujui tu mapenzi, bali unajua kudeka, na isivyo bahati Victor hahitaji mwanamke wa kudeka. Upo mama? Eliana alijaribu kuongea, midomo yake ilitetemeka. Victor, kwa nini? Maneno yalitoka kwa shida kubwa, kama mtu aliyepigwa ganzi ya moyo. Victor alipiga hatua moja mbele zaidi, na sura yake sasa ikiwa karibu kabisa na yake, sauti yake ikishuka na kuwa nzito kama chuma kilichowekwa kwenye maji baridi. Unasema kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu kinachofurahisha kama kuwadhalilisha watu kama wewe, wanaojiona wameshika dunia kwa jina tu la kifamilia. Unajua nilivyovumilia tabasamu zako bandia, maneno yako matamu ya kisiasa. Nilijua tu siku moja nitakuwa na nafasi ya kuonyesha uso wangu halisi, na ndio huu sasa leo nakuonesha. Ni siku hiyo. Eliana alitetemeka zaidi. Hakujua kama machozi yanaweza kuwa na uchungu huu. Alijaribu kukaa, lakini nguvu zilimwishia. Akayumba na kuketi kwa kishindo kwenye kiti cha ndege. Alifunika uso wake kwa mikono yake. Kila sauti ya kicheko kutoka kwa Victor na Hafsa ilikuwa ni kama msumari unaozama kwenye moyo wake. hivi unajua ni nini kinanifanya nicheke zaidi? Unajua? Victor aliendelea kuongea, na sasa akitembea polepole ndani ya ndege, yani kama mtu anayefurahia uwanja wa vita baada ya kummaliza adui. Kinachonifanya nifurahie ni jinsi ulivyojitoa kwa dhati. Yaani ukaamini kabisa ya kwamba eti tulikuwa tunaenda kuishi maisha ya pamoja. Ukaaga mpaka na familia yako, ukaondoka nyumbani. Ukaingia kwenye ndege hii kwa matumaini. Alafu boom. Karibu kwenye ulimwengu wa watu wazima sasa Eliana. Sasa nafikiri nini ambacho utaamua baada ya hili. Kwa ninavyojua wanandoa wanapoachana, anayeaibika ni mwanamke, tena hasa ndoa ikiwa ni changa. Sasa najaribu kujiuliza, je, utadai talaka hali ya kuwa hata siku 7 za mwanzo sijapita? Kweli utaachika kwa namna hii ukawe aibu na kituko kwenye familia rais, au utaamua kuvumilia tu kuishi na mimi kama house girl halisi?
Mara kwanza si ulikuwa unaigiza kwamba wewe ni house girl. Sasa hivi unakwenda kuwa house girl halisi kabisa. Unakwenda kuwa house girl halali kabisa. Halafu mke wangu Hafsa, mke wangu wa moyo, mke wangu wa mwili, yeye ndo anakuwa mama mjengo, mama mwenye nyumba. Victor alipoyasema hayo, Hafsa naye akachangia. Sikiliza wewe house girl, na wala hata usijali. Tutapiga picha nzuri sana kule Scotland na tutaposti. Tutafanya kila mtu aamini kwamba wewe ulikuwa mtu wa pembeni katika ndoa yetu ya siri. Victor alisogea karibu na Eliana tena, na sasa akiwa na tabasamu la kiroho mbaya. Eliana, unaona hii ndege ni ya familia yako Lakini kuanzia sasa hii ni ndege yangu, na wewe utashuka tu kwenye anga za maumivu. Eliana alinyanyua macho yake polepole, macho ambayo saa chache zilizopita yalikuwa yamejaa furaha, ndoto na upendo. Sasa ilikuwa yamejaa kitu kingine, maumivu makali sana, maumivu ya mtu aliyesalitiwa kwa kiwango cha juu kabisa. Alijaribu kuongea lakini sauti yake ilikuwa ni dhaifu. Sikustahili haya yote Victor. Hapo Victor alicheka kwa nguvu. La hasha Eliana. Ulizaliwa kustahili haya maumivu. Ulizaliwa kuambiwa ukweli ya kwamba jina lako haliwezi kununua upendo. Umejifunza hilo kwa njia ngumu sana, na zaidi ya yote, kila kinachoendelea hapa umekitaka wewe mwenyewe, kwa sababu niligeuka kuwa mwanamuziki kwa kuimba wimbo moja tu. Sikutaki na sikupendi. Yani sikutaki, sikupendi, mimi nawe mapenzi basi. Sikutaki, sikupendi Eliana, yani mimi nawe mapenzi basi. Ulinifanya kilema. Yani wimbo nimekuimbia sana Eliana, lakini wewe ukajifanya kwamba umeziba masikio. Sasa huna wakumlaumu hapa. Ndolo itaka hatimaye imekuwa machoni mwako. Yani ile ndoa ambayo ulikuwa unaitaka ndio hii sasa ambayo unaiona. Naam, ndege iliendelea kupaa juu zaidi, lakini kwa Eliana kila dakika ndani yake ilikuwa ni kuzama kwenye giza la maumivu. Dunia aliyodhani anaijenga ilibomoka kwa sekunde chache tu, na wale aliowapenda kwa moyo wa dhati waligeuka kuwa wanyama waliomzunguka, wakimcheka juu ya magofu ya moyo wake. Bila kutarajia, ghafla safari ya Fungate ikawa ni mwanzo safari ya ufunuo wa kweli wa sura za watu aliodhani anazijua. Ukimya wa ndani ya ndege uligeuka kuwa ni dharau na kicheko. Kila sekunde iliyopita ilikuwa ni tone la sumu kwenye nafsi ya Eliana. Lakini tofauti na mwanzo, huu haukuwa muda wa kuporomoka. Kuna kitu ndani yake kilichokuwa kimelala sasa kilianza kuamka. Alijikuta kinua uso wake polepole, akafuta machozi kwa ustadi wa kifalme, na kisha alivuta pumzi ndefu. Sasa macho yake hayakuwa ya mtu aliyevunjika, yalikuwa ya mtu aliyechoka kudhulumiwa. Alinyanyuka taratibu, miguu yake sasa ikiwa imara zaidi, kifua kikivimba kwa ujasiri. Alimkazia macho Victor, na kisha akamgeukia Hafsa aliyekuwa bado amejikunyata kwenye kiti cha mume wa mtu. Victor, Eliana alianza kuzungumza, sauti yake ikiwa ni utulivu lakini yenye uimara. Wewe ni mume wangu halali, kwa kila hali, kwa kila taratibu, kwa kila mbele ya sheria. Nimevaa pete hii kwa heshima, kwa kiapo, kwa imani. Nimevaa jina lako nikiwa nina matumaini ya maisha bora. Sasa leo hapa mbele yangu unainamisha hadhi yako kwa kicheko cha matusi na dhiaka. Kweli Victor, unawezaje kumfanyia hivi mkeo? Victor alitaka kuongea, lakini Eliana alinyosha mkono kumzuia. Hapana, usiongee. Leo ni mimi naongea Victor. Nimekaa kimya muda mrefu. Nimesikiliza upuuzi wenu.
Nimevumilia matusi, lakini sasa najua thamani yangu. Wewe unaweza kucheza na jina langu, lakini heshima yangu huwezi kuigusa. Eliana alimgeukia Hafsa, macho yake yakimwangalia kwa ukali usiokuwa kawaida, kana kwamba alikuwa akiona kupitia nafsi yake. Na wewe Hafsa, mwanamke mwenzangu, Eliana alisema kwa sauti iliyosheheni ukali wa hisia. Wewe ulijitokeza kwa madoido kama biharusi wa usiku wa manane, ukadhani kumchukua mume wa mtu ni ushindi, eti kwa sababu mlikuwa mna uhusiano wa siri nyuma ya pazia. Je, unajua nini kuhusu upendo? Au ulichonacho ni ucho kutaka kile usichostahili? Victor ni mume wangu mimi. Hafsa alijaribu kucheka kwa kujifanya kutikisa mabega. Oh, pole sana binti wa kifalme. Inaonekana vimeungua harusi ikiwa bado ina joto. Eliana alitabasamu kwa namna ya kumcheka Hafsa, lakini si kwa furaha, kwa huruma. Na inaonekana wewe ni mmoja wa wale wanawake wanaojidanganya kuwa ushindi ni kupora badala ya kujenga. Wanawake wanaotumia mapenzi kama silaha badala ya zawadi. Sikiliza vizuri Hafsa. Unaweza kushinda kwa ujanja, lakini huwezi kushinda kwa heshima. Na mume ninayemsemea hapa, huyu Victor, ni wa kwangu kisheria kwa kiapo na kwa imani. Kwa hiyo kaa ukijua unajisumbua tu. Watu kama nyie mwisho wenu huwa ni mbaya sana. Hapo Victor alitikisa kichwa kwa dharau, akacheka. Heshima gani unazungumzia Eliana? Umeolewa na mtu ambaye hakupendi. Sasa hiyo si fedheha karne hiyo. Unaongea kama mshindi wakati wewe ndiye ulidanganywa. Yaani hata nafsi yako wewe mwenyewe imekudanganya. Eliana alimsogelea Victor, macho yao sasa yakakutana kwa nguvu. Victor, sitakubali kuendelea kuwa mfungwa wa matusi yako. Nimeishi kwa muda mrefu kwenye dunia ya maigizo, nikidhani mapenzi hujengwa kwa kujitolea, lakini leo mbele ya macho yako nimetambua wewe hukustahili hata kidogo. Eliana hapo akamgeukia tena Hafsa kwa ukali. Sikiliza wewe, hujui nilichopitia mpaka kufika hapa. Hujaona macho mama yangu yaliyokuwa na furaha kuniona nikiolewa. Hujasikia moyo wangu ulivyodunda nilipoitwa mke. Wewe ulikuwa ni kivuli tu. Ulikuwa sehemu ya njama, lakini haukuwa malkia wa maisha yake. Mimi ndiye niliyemvalisha pete. Mimi ndiye aliyesimama naye pale madhabahuni. Maneno haya ya Eliana ilipelekea Hafsa kajibu kwa hasira. Wewe, na hata hivyo bado Hafsa kaniita yeye mimi ndo wa kweli. Wewe ulijiona malkia lakini ulikuwa karani wa maigizo. Mwanamke wa sura nzuri lakini moyo mwepesi. Sikiliza wewe Eliana, mimi sija hata kukuogopa. Eliana alicheka, sasa akiwa yuko huru. Ndio maana ulikubali kivuli ukitokea nyuma ya mlango, ukichekea gizani, kwa sababu mwanga wa ukweli unakupofusha. Na kama ulikuwa hujawahi kuniogopa Hafsa, basi nikwambie hivi. Kwa nini kujitokeza wakati tunaweka ndoa hadharani mimi na Victor? Kwa nini ulikuwa kivuli badala ya kuja mbele yangu? Naam, hapo Victor alitazama wote wawili, akajaribu kuingilia, lakini Eliana alimkatisha tena. Na wewe Victor, umejionyesha leo kwamba si mwanaume wa kweli. Mwanaume wa kweli huthubutu kusema ukweli, hukomesha uongo kabla haujawa sumu. Wewe kufanya hivyo, ulicheka nami, ukalala na mimi, ukaniita mke kwa ulimi ule ule unaonitukana leo. Usidanganyike. Hiki sio kichekesho. Hii ni aibu, lakini sitokaa kimya. Sitakubali Victor. Kama ulinioa kwa hiari yako, basi utakuwa na mimi kwa lazima. Hapo wote wawili walinyamaza kwa muda. Hali ya hewa ndani ya ndege ilibadilika, si kwa joto
bali kwa heshima. Kwa mara ya kwanza, sauti ya Eliana ilizima kicheko chao. Eliana alienda kuketi, akavuta pumzi ndefu, akafumba macho. Moyo wake ulikuwa na maumivu, lakini roho yake ilikuwa huru. Alikuwa ameumia, lakini hakuwa mdhaifu. Alidhalilishwa, lakini hakuvunjika. Na kwa mara ya kwanza, Eliana alijua hakuwa tu binti wa kifalme, alikuwa malkia wa nafsi yake. Ndani ya ndege hiyo, hali ya hewa ilikuwa tayari imechafuka kwa mvutano maneno, lakini haikutosha kwa Hafsa. Matusi na kejeli hayakuwa yamemtosha. Hasira ya kukosa nguvu juu ya Eliana, aliyesimama kwa msimamo na ukomavu wa hali ya juu, ilimtafuna kama moto unaotafuta pa kutokea. Kicheko cha dharau kilikuwa kimetoweka midomoni mwake, kilibadilika kuwa uso wa hasira kali na chuki isiyoficha. "Wewe Eliana, wewe unajiona jasiri eh?" Hafsa alibwatuka kwa sauti ya juu, akainuka kwa fujo kutoka kwenye kiti alichokuwa amekaa. "Sasa nasemaje? Ngoja nikuoneshe tofauti ya sura ya kifalme na kipigo cha mtani. Mimi ndo Hafsa, mtoto wa Swahilini." Victor alijaribu kumzuia kwa sauti, akamwambia Hafsa, "Hebu acha ujinga. Huyo ni binti wa rais." Lakini Hafsa hakulijali hilo. Ndani ya sekunde 5 tu tayari alikuwa amemvamia Eliana kwa kasi. Mikono yake ilipaa hewani kwa hasira, macho yakiwa ni mekundu kwa chuki, akilenga kumparamia Eliana kwa lengo la kumpiga. Lakini kama jambo lililopangiliwa na muda, Eliana ambaye macho yake yalikuwa yamemwangalia Hafsa kwa tahadhari, alichukua hatua ya haraka mno kujilinda. Bila kusubiri Hafsa amguse, alimsukuma kwa nguvu ya ghafla, akitumia mikono miwili zaidi kwa hofu ya kujilinda kuliko kushambulia. Hafsa, usiniguse." Eliana alipaza sauti kwa sauti ya hofu na mshtuko. Hafsa aliyekuwa kwenye mwendo wa kasi hakutarajia kusukumwa kwa nguvu ile. Mwili wake ulirushwa nyuma na kwa kasi aliyokuwa nayo mwenyewe, na kabla hata hajajizuia au kujizuia kwa chochote, kisogo chake kilikutana kwa kishindo na kona ya meza ya kioo iliyokuwa katikati ya sehemu ya mapumziko ya ndege. Kulia kwa kioo kuliipa meza hiyo umaridadi, lakini sasa kiligeuka kuwa mtego wa maafa. Kishindo kizito na cha kutisha kilisikika, kisha kimya kifupi kikafuata. Kabla damu hazijaanza kumtiririka kutoka kichwani, ilijikusanya taratibu kwenye sakafu ya ndege na mwili wake ukaanguka chini bila hata tone la nguvu. "Eliana, umefanya nini?" Victor alipiga kelele kwa sauti ya hofu na hasira mchanganyiko. Alimrukia Hafsa huku akitetemeka. "Msaada! Nahitaji msaada, tafadhali." Victor aliita kwa nguvu kwa sauti ya kuamuru wahudumu wa ndege waliokuwa sehemu ya mbele. Wahudumu wawili walifika kwa haraka, macho yao yakishangaa kuona damu, meza ya kioo iliyovunjika upande na Hafsa akiwa hajitambui. Nini kimetokea boss?" Mmoja wa wahudumu aliuliza kwa haraka. Victor akasema amegonga kichwa chake kwenye meza. Victor alijibu kwa hasira huku akiinama kujaribu kuinua Hafsa, lakini walimzuia. "Tafadhali bosi, usimuinue kwanza. Tunatakiwa kuweka sawa shingo yake kwanza." Mmoja wa wahudumu alimuonya Victor, tayari akiwasiliana na rubani kwa njia ya simu ya dharura ndani ya hiyo ndege. Eliana kwa upande wake alisimama umbali kidogo, mikono yake ilikuwa ikimtetemeka, midomo yake ilifunguka, lakini hakuna sauti iliyotoka. Eliana alikuwa kama anapiga kelele ndani moyo wake. Alikuwa amesimama akitazama damu ya mtu aliyemchukia, mtu aliyemdhalilisha, sasa akiwa amelala bila fahamu kwa sababu ya mkono wake. Sikutaka, sikumaanisha." Maneno yalimtoka kwa shida Eliana, machozi yalimtiririka usoni mwake. Alifanya hatua moja mbele, lakini akarudi nyuma kama mtoto aliyeogopa moto. Kichwa chake kilijawa na maswali. Nimemuua? Ameumia kiasi gani? Hii kweli imetokea? Eliana alijikuta akiegemea ukuta wa ndege, mikono yake ikikumbatia kifua chake mwenyewe, kana kwamba alikuwa anajizuia kuvunjika vipande vipande. Victor aliinuka ghafla, akamkazia macho Eliana kwa chuki kali. Nini hiki umefanya? Unalia kwa huruma baada ya kumuumiza hivi, si ndio? Na kuchukia
Umenichukia sana mwanamke, na safari hii sitakuacha. Kama ulimteka alafu nikapotezea, tambua kwamba safari hii sitakuacha salama. Mjinga mmoja wewe. Omba sana Mungu Hafsa asife, vinginevyo utajua rangi zangu ni zipi. Aliunguruma Victor. Eliana alijaribu kujitetea. Alinivamia, alitaka kunipiga. Ina maana ulikuwa huoni hilo mume wangu? Koma wewe, tena nisisikie unaniita mimi mumeo. Lakini Victor, unanikosea. Nilichokifanya ni kujilinda tu. Ina maana kama mimi ndo ningekuwa nimeumia hivyo kwako ingekuwa ni furaha, si ndio? Sio furaha tu, bali ningefanya na mpaka sherehe kabisa. Kauli hiyo ilimuuma sana Eliana. Maskini alijikuta akilia kwa huzuni sana, hasa mara baada ya kuona hana thamani yoyote ile kwa mume wake. Alijikuta akikumbuka maneno ya mama yake aliyemuuliza kama kweli yupo serious na ndoa hii. Moyo ulimuuma sana, lakini hiyo haikubadili chochote kwa Victor. Ndio kwanza Victor alimtazama kwa macho makali na kisha akasema, yaani umemsukuma mpenzi wangu kwa makusudi, alafu unajifanya eti ulikuwa unajitetea. Unadhani hii ni filamu, si ndio? Wahudumu walikuwa tayari wameanza kumhudumia Hafsa, wakimweka kifaa cha oxygen na kumpima mapigo yake ya moyo. Mmoja wa mhudumu aliinua macho yake na kusema, ana mdundo wa moyo, lakini yuko katika hali mbaya. Tutalazimika kutoa kwenye uwanja wa karibu kwa msaada wa haraka. Rubani alithibitisha kupitia spika kwamba ndege itabadilisha mwelekeo mara moja na kutoa kwenye uwanja wa ndege wa karibu zaidi nchini Ufaransa kwa huduma ya dharura. Katika kona ya kiti chake, Eliana alikaa, macho yake akiwa hayana mwelekeo, machozi yakimtiririka kimya kimya. Sasa moyo wake haukuumizwa na mapenzi yaliyomsaliti pekee, bali na hatia pia ya tukio la kutisha lililotokea mbele ya macho yake. Ingawa alijua kuwa alikuwa akijilinda, bado dhamira yake ilimtia doa. Kwa mara ya kwanza, fungate lilokusudiwa kuwa mwanzo wa maisha mapya lilikuwa limegeuka kuwa mlango wa maumivu mapya yasiyotabirika. Na ndani ya anga la kimya la ndege hiyo ya kifahari, moyo wa Eliana ulianguka kwa uzito mkubwa, akiwa hajui iwapo ataweza kuamka tena akiwa yule yule. Ndege ilikuwa kimya, ila kimya kilichotawaliwa ndani yake kilikuwa ni cha huzuni nzito na sio amani. Mlio wa mashine za matibabu uliokuwa ukichukua taarifa za mapigo ya moyo wa Hafsa ndio uliosikika kwa mbali kabisa, huku wahudumu wakihangaika kuokoa maisha ya Hafsa. Damu ilianza kukauka kwenye kona ya meza ya kioo. Ilionekana kama vile ukumbusho wa hasira iliyojaa chuki, tamaa na usaliti. Victor alisimama karibu na Hafsa, na uso wake ukiwa umejikunja kwa hasira kali na mshawasha wa kumvamia Eliana kimaneno. Alimsogelea polepole akimkazia macho kama simba aliyekosa windo, macho yakiwa ni mekundu kwa hasira na chuki. Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani? Unafikiri unapendwa sana hadi uje kuua watu kwa wivu wako? Huyu hapa alikuwa ni mpenzi wangu kabla hujajitokeza wewe kwenye maisha yangu. Unatakiwa kutambua Hafsa ndo alikuwa wa kwanza kabla yako. Eliana hakuweza kutia neno. Alijawa na mshtuko wa hali ya juu, uso wake uliojaa hofu, lakini ndani ya moyo wake ulikuwa unavunjika kwa vipande vidogo vidogo. Alijaribu kupumua kwa utulivu, lakini kifua chake kilionekana kucheza kwa kasi kutokana na mshtuko. Victor aliendelea kusema kwa dharau, hivi unafikiri ndoa hii ilikuwa ni ya kweli? Wewe ni mjinga kuliko nilivyodhani. Ulikuwa ni mchezo tu, onyesho la kuwafurahisha watu wenye mamlaka, na wewe ukadanganyika haraka kama vile mtoto wa chekechea anayeahidiwa pipi, si ndio? Hapo macho ya Eliana yalianza kububujikwa na machozi kimya kimya, lakini sasa alikuwa akijaribu kujizuia kuanguka. Kwa muda mfupi alimtazama Victor kama vile hamtambui, mtu ambaye muda mfupi uliopita walicheza muziki wa taratibu pamoja, wakizungumza kwa miili yao badala ya maneno. Sasa alikuwa mbele yake kama mnyama aliyejeruhiwa anayetaka kulipiza kisasi. Wahudumu waliendelea na juhudi za kumhudumia Hafsa. Mmoja wao alimpulizia hewa ya oxygen, huku mwingine akiwasiliana na rubani kuhakikisha ndege inashuka haraka kwenye uwanja wa ndege wa karibu. Msikilizaji, uso wa Hafsa ulikuwa ni mweupe, damu ikiendelea kutoka polepole kichwani. Kila mmoja alikuwa na hofu ya kwamba huenda hali ikawa mbaya zaidi. Eliana,
Mmoja wa wahudumu alimsogelea kwa heshima lakini kwa msisitizo. Tafadhali kaa chini na uvae mkanda, tunakaribia kutua. Eliana alitii kimya kimya. Alikaa kwenye moja ya viti vya ukumbi huo wa kifahari wa ndege. Alijifunga mkanda huku mikono yake ikitetemeka. Macho yake yalikuwa yamejaa machungu, lakini sasa hayakuwa ya mtu aliyekata tamaa. Macho yake yalibeba hasira iliyojificha nyuma ya ukimya. Hasira ya mtu aliyevumilia mpaka mwisho, aliyeamini katika upendo lakini akasalitiwa kwa namna ya kikatili. Victor hakusita kuendelea kumkejeli. Najua ulijiona wewe malkia, ukadhani mimi ni zawadi ya maisha yako. Pole sana Eliana. Huu ni ulimwengu wa watu wazima na hapa hakuna nafasi kwa ndoto za kichanga. Ulichokifanya hakisameki. Narudia tena, omba sana Mungu Hafsa awe mzima, vinginevyo utanijua mimi ni nani. Eliana alimtazama kwa sekunde kadhaa Victor. Uso wake ulionyesha huzuni zaidi ya hasira, lakini ndani yake moyo wake ulianza kujaa jambo jipya, nguvu ya kujikomboa. Alijua hakustahili yote haya. Alijua thamani yake haitegemei ndoa ya hila wala mapenzi bandia. Alipumua kwa kina na kisha akasema kwa sauti ya chini lakini thabiti. Victor, unachokifanya sasa sio ushindi, ni aibu. Huwezi kunidhalilisha kwa maneno yako Victor. Sitabadilika kwa kejeli zako. Mimi ni mke halali uliyeniahidi mbele ya Mungu, mbele ya wazazi wetu na mbele ya taifa. Hata kama hujanipenda kwa dhati, angalau ungetimiza heshima ya ndoa hii kwa dakika chache zaidi. Bravo. Hotuba yako ni nzuri sana, ila sasa tuko kwenye maisha halisi, sio hadithi za mapenzi. Karibu kwenye ulimwengu wa uongo. Hapo Eliana alimtazama Victor kwa sekunde nyingine chache na kisha akaangalia nje ya dirisha la ndege. Mandhari ya anga la jioni lilianza kuonekana na taa za mji mdogo wa Faransa zilianza kung'aa chini, ikimaanisha kwamba muda wa kutua ulikuwa umekaribia. Hakusema neno tena Eliana, alikaa kimya, lakini ndani yake alijua huu ndio ulikuwa mwisho wa upumbavu wa mapenzi ya kinafiki. Huu ulikuwa mwanzo wa mabadiliko, sio tena malkia wa ndoto zisizo na maana, bali mwanamke anayeamka kutoka usingizi wa upendo wa kinafiki na kujijenga upya. Wakati ndege ikianza kushuka taratibu, taharuki ikiwa bado imetanda, Eliana alijua jambo moja tu kwa uhakika: akishatua ardhini, maisha yake yatakuwa kama ilivyokuwa awali. Yeye alikuwa amezaliwa upya ndani ya anga la huzuni, tayari kukabiliana na ukweli kwa jina lake kamili. Mara ndege ilipogusa ardhi, mlio magurudumu ulileta hisia ya mwamko mpya ndani ya moyo wa Eliana. Hakujua nini kingemkuta, lakini alijua kwamba hakuwa tayari kuendelea kuwa mhanga wa mchezo huu wa aibu. Baada ya ndege kusimama, madaktari wa uwanja wa ndege waliingia haraka mno kwa vifaa vya dharura. Walimchukua Hafsa kwenye machela. Damu ilionekana kidogo kwenye bandeji, huku mmoja wa madaktari akimwambia Victor kwamba lazima tumpeleke hospitali mara moja. Hali yake inahitaji uchunguzi wa haraka. Victor alitembea kufuatilia machela hiyo, lakini kabla hajaondoka aligeuka na kumtazama Eliana. Uso wake ulionyesha dharau ya mwisho, kana kwamba anataka kumfanya jisikie mdogo zaidi. Nisikilize wewe Eliana, hii ni mara yako ya mwisho kuwa karibu na mimi, alisema Victor kwa sauti ya chini lakini kali kweli kweli. Nimekudharau na sitasahau ulichomfanyia Hafsa. Hapo Eliana alijikaza, alikaa wima kwenye kiti chake. Kama kweli ulikuwa mwanaume, ungekuwa na heshima hata kidogo. Eliana alimjibu hivyo taratibu Victor, sauti yake ikitetemeka, si kwa uoga bali kwa hasira iliyodhibitiwa. Lakini umechagua kuishi kama kikaragosi cha tamaa zako. Naamini ukweli utakuja kwa wazi, hata kama leo unafikiri uko upande wa ushindi. Hapo Victor alicheka kwa dharau, akaondoka akimfuata Hafsa. Wahudumu walimkaribia Eliana kwa heshima. Mrs. Victor, tunakushauri pia uende hospitali ukapimwe. Inaonekana umeathirika kisaikolojia na unahitaji usaidizi wa haraka. Mmoja wa wahudumu aliyesema hayo, lakini Eliana alikataa, akasema, sipo tayari kwenda hospitali kwa sasa. Nataka kwanza nipumue, nipange mawazo yangu. Nitakuwa sawa. Eliana alipewa begi lake dogo na kisha akaongozwa kushuka kwenye ndege. Nje ya upepo wa usiku ulimgusa usoni, na kwa mara ya kwanza tangu tukio lile alihisi kama anaweza kupumua kidogo, lakini moyo wake ulikuwa bado ni mzito. Akiwa amesimama kando ya jengo la uwanja wa ndege,
aliona magari mawili ya wagonjwa yakiondoka kwa mwendo wa haraka, moja likiwa lina Hafsa, lingine likimfuata kwa dharura. Victor alionekana kwenye dirisha la gari la kwanza akimtazama kwa sekunde chache kabla gari kugeuka na kupotea barabarani. Eliana alihisi machozi yakianza tena, lakini akayafuta haraka. Sitaki kulia tena. Sio kwa ajili ya mtu ambaye hakujua thamani yangu. Wakati huo, mmoja wa wahudumu wa ndege alimkaribia Eliana na kumkabidhi bahasha ndogo ya rangi ya cream. Madam, Victor alituachia hii tukiwa tuko angani. Alisema tukukabidhi ukishuka. Eliana alipokea kwa mikono inayotetemeka. Alifungua taratibu bahasha hiyo na ndani alikutana na kitu ambacho kilimstaajabisha kweli kweli. Je, unatamani kujua bahasha hiyo ilibeba nini? Au bahasha hiyo ilikuwa ina kitu gani ambacho kilimstaajabisha Eliana? Je, bahasha hiyo iliandikwa nini? Bwana, tukutane katika sehemu ya 13 tupate kujua ujumbe uliowekwa kwenye bahasha ulikuwa ni ujumbe gani. Je, ni nini hasa ambacho kilimstaajabisha Eliana? Bwana, tukutane katika sehemu ya 13 tukastaajabike wote. Yaani mimi pamoja na wewe msikilizaji wa Uncle Jay Simulizi. Asante sana kwa timu yako. Bwana, mpaka kufika hapo ndo sehemu ya mwisho ya 12. Tukutane katika sehemu inayofuata. Mwandishi wa huu mzigo anaitwa Saidi J. Bibi, naitwa Uncle Jay.